mtazamaji wa SAUT TV katika maadhimisho ya miaka 5 ya Kioo cha Mwanamke, tukiangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii. Ungana nami Aksa Raymond mwanzo hadi mwisho. Katika kila jamii kuna simulizi zilizosikika na ndizo tulitaka kuzipa jukwaa zaidi. Mambo vipi, ni Thomas Mloli kutokea Chrome Media. Mimi ni mtayarishaji wa maudhui na nilibahatika kuwa mtayarishaji wa kwanza wa kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Kioo cha Mwanamke ilikuwa ni program ambayo tulianzisha kwa ajili ya kuwasherehekea na kufurahia mafanikio ya wanawake mbalimbali katika sekta zote ambao wanafanya vizuri, kwa kusikiliza stori zao, changamoto ambazo walipitia, safari yao kwa ujumla mpaka wakaweza kufanikisha ndoto zao. Kwa hiyo na tunamshukuru Mungu tuweza kufanya mahojiano mengi tu na wanawake hao kwa kuwafuata kutoka maeneo, tulitoka chuoni kwenda kuwafuata katika maeneo yao ya kazi, katika ofisi zao na kuweza kuzungumza nao. Kwa ilikuwa ni experience nzuri. Changamoto kubwa ilikuwa ni kwenye kuwapata source. Kulikuwa kuna mwingiliano mkubwa sana wa ratiba yetu ya darasani, lakini pia ratiba za source. Nakumbuka kuna source mnamfikia, unakuta ni dereva bajaji, wakati tunataka kuanza mahojiano anapata abiria anaondoka. Kwa hivyo changamoto sana zilikuwa ni kwenye kuwapata hao source kulingana tu na mwingiliano wa ratiba zao pamoja na ratiba zetu. Majina naitwa Bahati Mlula. Katika Kioo cha Mwanamke nilikuwa mtangazaji wa kipindi hiki cha Kioo cha Mwanamke, na kipindi wakati kinaanza mimi ndio nilibahatika kuwa mtangazaji wa kwanza ndani ya kipindi hiki cha Kioo cha Mwanamke. Na kipindi hiki cha Kioo cha Mwanamke ni kipindi ambacho ni kizuri, ambacho kwa kinaonesha mambo ambayo wanawake wanayapitia katika kufanikisha mambo mbalimbali katika jamii, na wengine wanaamua kuchukua jukumu la kuinuana katika kuhakikisha kwamba wanafika mbali. Lakini kipindi ambacho niliwahi kukifanya na ambacho nakikumbuka ni kipindi changu cha kwanza kabisa cha Kioo cha Mwanamke, ambacho kipindi hiki tulienda kuzungumza na mwanamama mwenye shirika la Tasiwa, ambapo shirika hilo linahusika na masuala ya sikose. Kwa kweli ni kipindi ambacho sitaweza kukisahau, kwani kimenifungua mambo mbalimbali. Hatukuishia hapo. Kioo cha Mwanamke tumewaalika wanawake wa kila aina, mashujaa wa mtaa, wajasiriamali pamoja na wapambanaji. Jina naitwa Neema Charles Mchacho, ni mkurugenzi wa The Housemaids Company, kampuni inayopatikana Mwanza, Buzuruga, idara ya maji. Tunajihusisha na wafanyakazi wa ndani na vijana wa mashambani. Najisikia vizuri kuweza kualikwa kwenye kipindi hiki kwa sababu inaonyesha kwamba vijana wana appreciate ninachokifanya, lakini pia nimeamua kushiriki kwa sababu watu ni wengi ambao wanafanya shughuli mbalimbali, lakini kuweza kusikia stories za watu tofauti wakiwa wanafanya projects tofauti na kuweza kuinspire watu wengine kuweza kutimiza ndoto zao ni kitu ambacho binafsi nadhani siwezi kumiss out. Kioo cha Mwanamke ni kipindi ambacho kimefocus zaidi katika wanawake, na tunajua katika jamii wanawake bado kwa asilimia kubwa wako nyuma katika initiate vitu mbalimbali. Ndio kwa sasa wanaweza kujitoa kutafuta kazi, kusoma, lakini bado ile nguvu ya initiate na kuanza project mbalimbali na kuanzisha makampuni bado yuko nyuma. Kwa hiyo Kioo cha Mwanamke, hichi kipindi kinawapa guts, kinawapa uthubutu wanawake kwamba wanaweza, kwamba kuna wanawake wengine maybe hata wenye umri mdogo zaidi yao wanafanya hivyo vitu, kwamba kutokana na zile successful stories na real stories inawanyanyua wanawake wengi zaidi kuweza kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo hichi Kioo cha Mwanamke ni kipindi kizuri na kinasaidia wanawake kupata guts za kufanya. Kwa majina naitwa Godiana Sebastian Gonda. Ni binti ninayejishughulisha na uuzaji wa nguo za kinadada pamoja na vipodozi. Nilijisikiaje nilivyofikiwa na hiki kipindi cha Kioo cha Mwanamke? Nilijisikia vizuri kwa sababu niliona kama jamii inaona kile ninachokifanya, jamii inatambua kile ninachokifanya, ndio maana wakaamua kunifata kama kioo kwa wanawake wengine au mabinti wengine. Mrejesho nilopata baada ya hiki kipindi nilipata, kwanza kiliniongezea wateja, lakini pia nilipata simu nyingi. Wadada wengi walitaka kujua namna ya kufanya biashara ninayofanya. Kwa hiyo wadada wengi walitaka kujifunza jinsi ninavyofanya. Kwa hiyo walijifunza namna ya kuanza biashara, walijifunza namna ya kuanza biashara tofauti, lakini pia walipata mawazo mbalimbali. Tulishare mawazo tofauti juu ya biashara.
Kwa wafanyabiashara ambao hawajafikiwa na hiki kipindi, naamini tu ipo siku pia watafikiwa, ila kikubwa zaidi ni kuendelea kufanya kazi. Kubwa zaidi ni kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuonekana kwa jamii. Kwa majina naitwa Faith Samson, ni mfanyakazi kwenye Pele Furniture, ni watengenezaji wa furniture za aina zote za ofisini, za nyumbani, kwa mfano vitanda, makabati, dressing table, shelfu za madukani tunatengeneza. Yaani watengenezaji wa furniture aina mbalimbali. Ni sababu ambayo imenipelekea kufanya kipindi hichi ni kufikia wanawake wenzangu, wasichague kazi, wafanye kazi yoyote. Sasa hivi wanawake tunaweza kufanya kazi yoyote. Naona ina nafasi nzuri, maana kipindi hichi kinaweza kufikia wanawake mbalimbali. Maneno haya yamekuwa mwongozo kwetu, mashabiki wetu wamekuwa familia na wageni wetu wamekuwa mashujaa. Kila kipindi cha Kioo cha Mwanamke ni ushuhuda na ni alama pia. Kwa majina naitwa Zubeda Saidi Huseni, ni mwanamke ambaye napenda sana kufuatilia kipindi cha Kioo cha Mwanamke kwa sababu hamasisha mimi mwenyewe kuwa jasiri kama wanawake wengine, kwani mpaka naona sasa hamna kazi ambazo sasa hivi mwanamke hawezi kufanya kama ilivyokuwa zamani, kwamba kulikuwa na kazi ambazo mwanamke anafanya na mwanaume anafanya, lakini sasa hivi kazi zote mwanamke anaweza akafanya. Basi hivyo mpaka sasa ule usemi wa kwamba mwanamke anaweza bila kuwezeshwa ni dhahiri kabisa, kwa sababu tunaona kuna makondakta wanawake. Ukiangalia hapo zamani makondakta walikuwa ni wa kiume tu, lakini sasa hivi mwanamke anafanya kazi yoyote. Naitwa Nancy Tumaini Steve, ni mfuatiliaji wa kipindi cha Kioo cha Mwanamke na ni kipindi ambacho nakipenda na kufuatilia mno. Imekuwa kikinihamasisha na kunifundisha vitu vingi, na pia nilikuwepo napenda kuwashauri waendelee kuhamasisha hivyo wanawake hata huko vijijini. Lakini nyuma ya kamera kuna nguvu kubwa isiyoonekana, timu ya watu wanaojitolea, wanaojitahidi kila wiki kuhakikisha kipindi hiki kinaendelea kuwa hewani. Jina langu ni Kurwa Tekla John, ni mwongozaji wa kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Kioo cha Mwanamke ni kipindi ambacho tunaangazia mafanikio ya wanawake waliofanikiwa katika jamii zetu. Ninapoangalia nyuma miaka 5 iliyopita, najivunia kwanza kwa tulipofika. Tumeimprove, tumeongeza quality ya kipindi, tumeongeza maudhui katika uzalishaji wetu. Kwa hiyo najivunia. Ukilinganisha zamani na sasa hivi, kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana yaliyotokea kwenye kipindi chetu. Dira yetu kubwa ni kuwafikia wanawake wengi zaidi na kuwafikia popote pale walipo, vijijini, mjini. Tunataka tutumie vifaa vya kisasa zaidi kufanya nao mahojiano kwa njia ya simu. Sasa hivi maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo dira yetu kubwa zaidi ni kuwafikia wanawake kidijitali zaidi. Popote pale walipo, kuna wanawake wana historia nyingi, historia nzuri, ila kutokana na umbali wa maeneo tunashindwa kuwafikia. Lakini kwa miaka ijayo tunatamani kufanya nao interview kwa kupitia simu, kupitia Google Meeting. Hii pia itatusaidia kukuza zaidi kipindi chetu. Naitwa Lauline John, mwenda maudhui wa kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Mimi hapa kwanza ninaheshimu sana mchango wa waandaaji wa kipindi cha Kioo cha Mwanamke waliopita. Kwanza wametupa mwanga, wametupa mwongozo mzuri ambao sisi nao tunautumia kwa ajili ya kufanya kipindi chetu kiwe kizuri. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wamefanya vitu vikubwa sana ambavyo vimetupa sisi njia ambayo sasa sisi tunaendelea kuikuza na kuionyesha katika jukwaa zuri. Utofauti upo. Sisi hapa tunajitahidi kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, na kuna vitu tumeongeza pale ambapo wenyewe walipoishia sisi tumeendeleza, na tumejitahidi kuhakikisha kwamba kipindi chetu kinakuwa kipo bora zaidi na kinaonyesha vitu ambavyo ni vya utofauti na ambavyo vinaweza vikavutia jamii. Kuna changamoto mbili ambazo tushaikutana nazo. Cha kwanza ni vifaa. Upatikanaji wa vifaa unakuwa ni mgumu kidogo, lakini huwa tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunapata vifaa kwa wakati na tunafanya kipindi. Pia tumwapoint mtu tunataka kufanya interview na yeye akasema okay. Tukaenda siku ya kwanza akasema today sionekani vizuri, siku muonekano mzuri, kwa hiyo akasema Yesu wangu, haina shida, njooni basi siku nyingine. Tukaenda tena siku nyingine, akasema hapana, sitaweza kufanya interview, sijisikii vizuri, na pia inatakiwa mwe mna utambulisho. Lakini ilikuwa ni tayari tushamwapoint, lakini katika yote hatukurudi nyuma. Yani ni kuhakikisha kwamba hiyo ni changamoto ambayo ilitupa nguvu zaidi tena ya kutafuta kitu kilicho bora zaidi.
Eyo, mimi naitwa Abdul Ali aka Duli Doja. Ni kameramani katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Au vipi? Stay tuned. Naitwa Hadija Lefi. Naitwa Matayo Msigala. Sisi ni maedita wa Kioo cha Mwanamke. Yajayo yanafurahisha. Naitwa Eva Lois, sound engineer Kioo cha Mwanamke. Jiandae kwa sauti tamu zenye kukonga moyo. Msako mtaa kwa mtaa kutafuta maudhui ya kipindi cha Kioo cha Mwanamke, na sisi ndio watafiti wakubwa wa kipindi hiki. Jina langu ni Mpehei Yotham Lubungila. Na jina langu ni Mika Musa. Leo tunaangalia nyuma na kusema asante. Ni zaidi ya misimu 5 tumeshuhudia mamia ya wageni na maelfu ya watazamaji, na bado tunaendelea kuandika historia. Kwa hiyo katika anniversary hii ninachofurahia zaidi ni kipindi chetu kimefikisha miaka 5. Pia tumeweza kuwafikia wanawake wengi zaidi kwa ukubwa, lakini japo tunatamani kufikia jamii kubwa zaidi ya wanawake, na Kioo cha Mwanamke kiwe ni jukwaa, kisiwe tu ni kipindi, bali kiwe ni jukwaa ambacho wanawake wataeleza historia zao na wataweza kuonekana katika jamii. Miaka 5 ni mwanzo tu. Safari bado inaendelea. Kwa kila aliyejitokeza, aliyetazama na aliyeshiriki, tunasema asante.